Yes, dakika 90 zimetamatika pale New Amani Complex, mchezo ambao unashuhudia kikosi cha Yanga kikilazimishwa sare ya goli moja kwa moja. Ni sare ya faida kwa kikosi cha Al Ahly, lakini pia ni sare ya faida kwa Yanga, japo ni faida kiduchu, lakini ni sare pia ya faida kwa Yanga. Overview ya mchezo mzima, Al Ahly walianza kwa high pressing, ukabaji wa hali ya juu, tofauti kabisa na siku zote ambavyo Al Ahly wamekuwa wakitegemewa kufuatia mazingira lakini pia hali ya hewa wakati wanapokuwa kwenye viwanja vya ugenini, hasa Afrika Mashariki, wamekuwa wakipitia. Wamekuja hii leo wakiwa na mpango kazi mwingine, mpango kazi mgumu kweli kweli, wa kufanya high pressing mapema, na wakifanikiwa hilo kufanya kwenye kipindi cha kwanza na kuwanyima Yanga utulivu wa nafasi wa kuweza kuzitumia nafasi hizo, lakini unasifu pia utulivu wa safu ya midfield ya kikosi cha Yanga, lakini pia safu ya ulinzi, namna ambavyo ilikuwa compact kwenye mchezo huu na kufanikiwa kuweza kujitengenezea nafasi nyingi nzuri zaidi. Lakini kipindi hicho cha kwanza eneo la umaliziaji la Yanga pia kupitia kwa Gilson Dep ilishindwa kuwa na utulivu ama kuwa katili kwenye eneo la mwisho. Nafasi kadhaa zilitengenezwa, lakini pia unasifu pia uwezo wa ulinzi wa kikosi cha Al Ahly kwa namna ambavyo ulisimama vizuri na kushindwa kuruhusu na kuweza na kufanikisha kuto kuruhusu Yanga kuwa wabaya wanapokuwa kwenye half space ya mpinzani. Lakini pia unasifu pia ubora wa Alan Okello kwenye kipindi cha kwanza, miongoni mwa maingizo mapya kwenye kikosi cha Yanga, lakini alikuwa bora zaidi hasa kwenye kuwasumbua mabeki wa kikosi cha Al Ahly na safu ya ulinzi bana. Kuna kipindi Al Ahly alilazimika kukaa kwenye low block ili kuweza kuto kuiruhusu Yanga kufanikisha kutimiza azma ya mashambulizi ambayo alikuwa ameyapanga. Lakini baada sasa ya Yanga kunafanyika makosa, unasifu pia utulivu wa Ibra Baka baada ya kosa ambalo walifanya Al Ahly, anafanikisha kuweka mpira kambani na kuwatanguliza Yanga. Yanga wanaenda kwenye vyumba vya kubadilishia nguo wakiwa na goli moja ambalo tayari walikuwa wanaongoza. Sasa baada ya kurejea Yanga, ilichokosekana cha kwanza ni utulivu tu, kwa sababu walitakiwa kuwa watulivu na kuweza kulinda kila ambacho walikuwa nacho. Nilisema tangu awali kwamba Al Ahly kwa siku za hivi karibuni wamekuwa hawana game control nzuri ama game management nzuri, wanakuruhusu possess washambulie, lakini wakiwa na mipango kazi thabiti ya kuweza kufunga. Lakini ukitazama pia kipindi cha pili, mwalimu substitution alizozifanya kumtoa Alan Okello ni kama alienda kuupoza mchezo hasa eneo la juu ambalo Alan Okello alikuwa amelimudu kwa kuweza kuwa link up player ama player maker baina safu ya midfield pamoja na safu ya ushambuliaji. Alikuwa na uwezo wa kurudia mipira, kukokota, lakini kufanya dribbling. Lakini unasifu pia kipindi cha pili Pacome Zouzoua sasa anakuwa bora zaidi kukimbiza mipira kwenye flanks, lakini pia kutengeneza nafasi kupitia mipira pembeni, lakini unakosekana ufanisi kwenye 1v1 kuweza kutekeleza mashambulizi hayo. Sasa bado Yanga inakabiliwa na changamoto kadhaa. Changamoto kubwa ni eneo la ulinzi la kikosi cha Yanga. Linaonekana pia eneo hilo mpaka hivi sasa utulivu umekosekana, ile concentration. Sijajua pacha ya Ibra Baka na Bakari Mwamnyeto, pacha hii bado kuna ile miscommunication inatokea mara kadhaa. Ukitazama kuna magoli kadhaa ambayo Al Ahly wameyakosa. Kama wangekuwa watulivu, walikuwa na uwezekano mkubwa wa kuweza kuscore na kuweza kupata magoli lakini unatazama hata goli ambalo wamefungwa Yanga upande wa Shadrack Kiboka. Kwangu mimi Shadrack Kiboka alikuwa anapaswa kipindi cha pili kumpisha Mohamed Hussein kutokana na namna ambavyo kwanza performance yake ilikuwa chini na alikuwa anaruhusu pia safu ya ushambuliaji ya kikosi cha Al Ahly kutengeneza nafasi nyingi kupitia upande wake, na ni kama intensity yake ilikuwa inashuka kwenye kipindi cha pili,
na concentration yake pia ilikuwa inaenda down kipindi cha pili, na kwangu mimi niliona ilikuwa ni wakati sahihi kwa mwalimu kumpumzisha Shadrack Kiboka, lakini kuendelea kumwamini Boka umegharimu kutokana na mpira ambao ulipigwa. Ni mpira ambao ni chonganishi, umepigwa eneo la katikati, unadondoka katikati ya miguuni mwa Shadrack Kiboka na Ibra Baka. Utulivu unakosekana eneo lile, concentration kwenye mpira. Matokeo yake anajikuta anafanya mistake ambayo wanaiwini wachezaji wa Al Ahly. Al Ahly ni wazuri kwa sababu unapofanya kosa moja tu kwenye eneo la ulinzi, kosa hilo wanatumia kukufunga na kukuadhibu. Kwa hiyo wamedeserve kwenye hilo. Kosa moja tu ambalo Yanga amelifanya amefanikisha wakaweza kufunga, lakini unaona pia mapungufu yaliyokuwepo kwenye safu ya ulinzi. Ni kama pia intensity ya Ibra Baka inazidi kupungua siku hadi siku, uwezo wa kubato, uwezo wa kukimbia na wachezaji kwenye third party ya Yanga eneo la ulinzi. Unaona namna ambavyo kama kiwango chake pia kinaenda kina drop kwa siku hadi siku. Sasa sare hii ina maana gani kwa vilabu vyote viwili? Sare hii kwa Al Ahly kwanza ni sare ya faida kubwa sana, kwa sababu anavuna alama 8 na ni miongoni mwa mchezo wa ugenini ambao yeye pia ukimuuliza alikuwa na wasiwasi kweli kweli kuchukua alama yoyote kwenye uwanja huu. Sasa amebakiwa na mechi mbili. Mechi ya mwisho anacheza na AS FAR Rabat nyumbani, na mechi moja ambayo atamfuata JS Kabylie. Kwake yeye kimahesabu anatafuta mpaka sasa hivi alama 2 tu kuweza kuqualify moja kwa moja, na alama 2 zinawezekana, aidha mfunge JS Kabylie, aidha pia amfunge AS FAR Rabat mchezo wa mwisho. Sasa kwa Yanga mpaka sasa mahesabu yake yako hivi. Anatakiwa cha kwanza ni kwenda kulazimisha sare dhidi ya JS Kabylie kwenye mchezo unaofuata, mchezo wa ugenini. Kama sio kulazimisha sare, basi ni kushinda mchezo huo. Hata kama itatokea Yanga afungwe, basi kuanzia mchezo wa hii leo kwanza, sara yake kubwa ni kumwombea JS Kabylie kuweza kupata matokeo. Kwa nini JS Kabylie? JS Kabylie ni timu ambayo anafunga nayo kwenye mechi za mwisho. Atacheza nayo kunako uwanja wa New Amaan Complex, ambapo Yanga uhakika mkubwa wa kushinda kwenye kiwanja cha nyumbani ipo kwa asilimia kubwa, lakini ili Yanga afuzu pia anatakiwa kushinda mechi zake. Yani akishinda mechi zake tu, mechi dhidi ya JS Kabylie ugenini na mechi ya AS FAR Rabat nyumbani, ana uwezekano mkubwa wa kufuzu. Pasipo na hivyo, anachotakiwa Yanga ni kumwombea JS Kabylie ashinde mchezo wa hii leo, kwa sababu wana alama 2 wote na AS FAR Rabat, na akishinda atafikisha alama 5. Sasa akishinda ataenda kukutana na Al Ahly. Vita yao pia ataombea sare pale au kushinda pia kwa Al Ahly. Baada ya hapo yeye atamwalika JS Kabylie. Hesabu hizo pia zinaendana na Yanga kuweza kutoa sare ama kumfunga JS Kabylie na kuja kumfunga AS FAR Rabat ama kutoa sare. Mwisho wa siku pia anamkaribisha sasa JS Kabylie hapa nyumbani, na kuna uwezekano mkubwa pia wa kwenda kufanya vizuri, lakini binafsi Yanga mpaka sasa hivi anahitajika kupata takribani alama 4 tu ambazo zitamwezesha kufuzu moja kwa moja. Zinapatikanaje? Ni kushinda mchezo mmoja na kusare mchezo mmoja. Kushinda mchezo wa nyumbani aidha dhidi ya JS Kabylie ama kusare dhidi ya AS FAR Rabat mchezo wa ugenini. Linawezekana hilo kwa nature ya kikosi, kwa namna ambavyo kikosi kimecheza hata hii leo. Usisahau kulike, kusubscribe, lakini kucomment kwenye TV hii ya Sports Fact TZ.